Leo sasa tuko kwenye sensitive issues ya kushona koti. Hapa ni Suit and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Leo tuko kwenye makosa ya kuepuka unapokuwa unashona koti. Tushaangalia makosa mbalimbali hapo nyuma. Kama hujaziona hizo video, unaweza ukazipitia na ukaenda na mimi. Leo tuko kwenye sensitive issues. Hii sensitive issues ni makosa ya kushona mabega ya koti. Sasa hapa ndo unatakiwa kujifunza kwa umakini kabisa, maana hapa ndiyo koti huwa linaanza kupendeza. Kule kote koti linakuwa bado kabisa hujalijua. Hapa sasa ndo koti linaanza kuonekana, huyu ni fundi, huyu ni kilaka, unajua Kwa hiyo hapa ndo unatakiwa kuzingatia kabisa kwenye kushona mabega. Tunayo makosa kadhaa ambayo watu wengi huwa hawazingatii wanaposhona mabega ya koti. Kosa la kwanza kabisa ni kutokulinganisha mishono ya bega. Hili ni koti letu, umeona? Hili ni koti letu na tayari tuna mishono ya bega. Tuna huu mshono wa mbele, tuna na mshono wa nyuma. Kwa hiyo unapokuwa unalinganisha mabega yako, hakikisha mshono wa mbele unakuwa mdogo na mshono wa nyuma unakuwa mkubwa, alafu unapoviunganisha unalinganisha. Hiyo inaleta kukevu, koti la nyuma, yani bega. Unajua mwili wa binadamu uko hivi, una umbo hivi, nitakuonyesha hapa. Kama nilivyokuambia kwamba hiki kitambaa kinakuwa kidogo, hiki kina kikubwa kwa sababu mwili wa binadamu umekavu, haujanyoka hivi kama rula. Kwa hiyo umepinda hivi, hapa umejaa kwenye mgongo. Kwa hiyo unapokivuta hiki kinailazimisha hii inakuja inatengeneza kavu ya hivi. Hiyo ndo maana, ndo makosa mengi ambayo watu wengi wanayafanya, kwamba hiki kinakuwa kikubwa, hiki kinakuwa kidogo. Kwa hiyo ukija kuvuta hii inakuwa inalazimisha kuivuta huku nyuma. Sasa kile inalazimisha kuivuta nyuma, unashangaa hapa pametuna, ni bega lako limetuna. Kwa hiyo hiki kinakuwa kikubwa kidogo, kivute hiki cha nyuma ili vilingane. Vishalingana, bega lako linakaa raundi yako hivi. Hilo ndo kosa ambalo watu wengi wana. Kosa lingine ni kutokuweka chest pad kifuani. Chest pad ni kama hizi hapa, umeona ziko inakuwa pair, moja upande huu, nyingine upande huu. Kwa hiyo hii ni muhimu sana unapoweka kwenye koti yako, inasababisha hapa kifuani panakaa vizuri kabisa. Hata unapokuja kuweka mkono unalala vizuri smooth. Unapoweka chest pad zako unasababisha koti yako hapa inakaa vizuri. Umeona hata mimi pia nimeweka hapa hizi chest pad, nimeweka vizuri kabisa, ambayo inaisababisha hapa kifuani panalala, pananyoka vizuri kabisa. Hiyo ni muhimu kabisa kwa wewe fundi ambaye unataka kuwa pro. Zingatia kuweka chest pad kwenye koti zako, na chest pad hizi ziko na kifua, inategemea chest pad pia zinategemeana na kifua cha mteja wako. Kama ni usije ukaliweka likubwa likaingia mpaka huku ikawa changamoto, lakini pia usije ukaweka lidogo likawa changamoto. Zingatia sana unaposhona koti yako, uweke chest pad kwenye hiyo koti. Kuchagua shoulder pad. Yes, part nyingine ambayo unatakiwa kuchagua ni hizi shoulder pad. Hizi pad bana zinakuwa ni pair, moja upande huu, nyingine upande huu. Lakini sasa kuna kitu ambacho unatakiwa kukielewa hapa. Umeshamuelewa mteja wako ana mabega ya aina gani. Sasa kama mteja wako ana mabega yaliyonyanyuka hivi, inatakiwa uweke shoulder. Kwa mfano hii hapa, usiweke pair, uweke kimoja alafu ukigawe katikati hivi. Ukigawe katikati hivi, unapokigawa katikati hivi, moja inakaa huko, nyingine huko. Huyu ni kwa mtu ambaye mabega yake yamepanda hivi. Lakini kama mtu mabega yake yameshuka sana, inatakiwa uweke hii yote kwa hapa, lakini pia upate na nyingine uweke kwa huku, ili imjaze pale kwenye bega lake. Lakini pia kama bega lake ni la kawaida, hiyo pia unatakiwa kuikata hii. Usiweke likubwa. Ukiweka likubwa litasababisha koti yako hapa inanyanyuka hivi, inakuwa juu. Kwa hiyo usiweke shoulder pad kubwa sana kwenye koti. Siku hizi tunaweka kidogo tu, ambayo inamsaidia kuleta tu ule smooth, kuleta hii shape ya bega vizuri. Zamani ndio tulikuwa tunaweka lote ili unaliweka hili lote ili ambalo linakuwa linatuna sana hapa. Umeona? Likituna linasababisha bega linakuwa juu sana. Kwa hiyo siku hizi tunaweka kidogo. Lakini kama mtu ana mabega ambayo ni yameshuka sana, yani sana, unatakiwa kuweka bega yote ili imsaidie kupandisha
ile bega lake na kuweka shepu ya bega vizuri. Zingatia kwenye hilo. Shoulder ni kitu muhimu sana unapokuwa unaweka bega lako liwe safi. Kumbuka hapa ni Sultan Tailoring College na mimi ni yule Imani Casual aka fundi ni moja tu, na huwa nakuletea mafunzo ya ushonaji wa nguo mbalimbali za kiume hapa Sultan Tailoring College. Kama ndo kwanza unaingia hapa, subscribe sasa hivi usipitwe na mafunzo ambayo tumekuwa tukiweka, na hapa tuko kwenye tips za kushona koti kiplo kabisa. Zingatia kiplo. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu. Kwapa la mkono kuwa kubwa sana kuliko kwapa la koti. Ili wakati wa kukata niliwaonyesha. Umeona kuna kwapa hili hapa, kwapa hili hapa, hili lote hili ni kwapa la koti. Sasa kuna hili hapa, unaliona hili ni kwapa la mkono. Kwa hiyo zingatia hili kwapa la mkono la mkoti, hili kwapa la koti lisiwe kubwa kuliko hili kwapa la mkono, lakini pia hili linapokuwa kubwa lisiwe kubwa sana kuzidi 1.5 inchi, likiwa sana zizidi 2 inchi, ili unapokuja kutengeneza ile sleeve head yako isiwe na malinda mengi sana. Unapokuja kutengeneza ile sleeve head isiwe na malinda mengi sana. Kwa hiyo zingatia hilo. Kwenye kukata niliwaelekeza kule. Kama hujaangalia, nenda kwenye makosa ya kukata, utajifunza namna ya kubalance hii kwapa la mkono lisiwe kubwa sana kuliko hili kwapa la koti, au hili kwapa la koti lisiwe dogo kuliko hili kwapa la mkono. Hivyo vitu unatakiwa kuvizingatia sana unapokuwa unakata koti yako. Ni kushona sleeve head vibaya. Sleeve head ni hapa mwisho wa mkono, umeona hapa, hii yote mpaka hapa. Hii ni sleeve head yetu ambayo tunatakiwa kuishona vizuri, na tunapoishona inakuwa kama hii hapa, umeona hii hapa inakuwa, hii ndio sleeve head. Sasa hapa tulishaishona. Kwa hiyo kushona hii sleeve head yetu vibaya inakusababishia bega lako linatuna. Likishatuna sasa, mkono wako haukai vizuri na mabega yako hayakai vizuri. Umeona, hivi ndio namna ambavyo unatakiwa kuishona sleeve head yako. Lakini pia kuna vitu ambavyo unatakiwa kutumia. Kwa mfano, mimi hapa huwa natumia kitambaa chenyewe naitengeneza kimshazali, na weka hiyo sleeve head yangu inakuwa vizuri. Lakini pia mbali na kitambaa, tunazo hizi ringi ambazo tunatumia kutengeneza sleeve head yetu vizuri na ikakaa ikapendeza. Kwa hiyo zinauzwa madukani, unaweza kwenda kununua, au ukawa unatengeneza sleeve head zako vizuri kabisa, hizi ringi zako za kitambaa, na zinakaa vizuri kabisa, mkono unakaa. Kwa hiyo the choice iko kwako. Unatumia hii ya kutengeneza kama mimi, au unatumia hii ya kununua. Zote zinakalisha mkono vizuri, na ni wewe tu namna ambavyo unatakiwa kutengeneza. Na hii sleeve head yetu tunaitengeneza kutoka kwenye ule ukubwa wa ile kwapa. Kwa mfano nilikwambia kwapa la koti linatakiwa kuwa dogo, ili la mkono linatakiwa kuzidi 1.5 inchi mpaka 2 inchi, inategemeana na wewe umefanya. Sasa ile inayozidi ndo unaitengenezea hii sleeve head yako. Hapa inatengeneza curve ya hivi, inatengeneza hii, umeona, ikikaa hivi inatengeneza hivi. Sasa ile iliyozidi sasa ndiyo inakusaidia kutengeneza hiki kitu, na unakitengeneza, unaona kabisa malinda yanamalizika kabisa hapa, malinda unayamaliza kabisa hapa. Na maana kama umetengeneza kwapa la mkono likiwa kubwa sana, kwa hiyo malinda yanakuwa mengi na yanashindwa kutoka kwenye nguo, hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwenye kushona sleeve head vizuri, kwa hiyo hii inaenda equivalent na kutengeneza kwapa la mkono la koti kuwa dogo na kwapa la mkono kuwa kubwa. Kwa hiyo unapojitahidi sana unapotengeneza hii kwapa la mkono isizidi 1 inchi, 1.5 inchi, 2 inchi, isizidi hapo, ili uje utengeneze sleeve head yako vizuri, ambayo haina malinda, ambayo malinda yake ni machache, ambayo ukija kuweka shoulder na nini yanafutika. Umeona malinda yanakuwa hayapo. Kwa hiyo
Kushona vizuri kwa hii sleeve head itakuletea matokeo mazuri ya bega lako kukaa vizuri kwenye koti yako. Hizi ni tips zinapatikana Suit and Tailoring College pekee. Kwa hiyo ndo unatakiwa kuzingatia sana unapokuwa unashona koti yako, hasa kwenye mabega. Wale watu wengi hawalizingatii ni kutokuweka mkono kukaa center. Sasa hapa ndo changamoto ya mafundi wengi maskini. Wewe fundi, nikufundisheje wewe jamaa? Hebu fikiria. Umeshona vizuri, umeshatengeneza sleeve ya head yako vizuri, umeshashona kila kitu umeshakiweka sawa. Yaani imebakia tu kupachika mkono. Huu mkono umebakia kuupachika, ni kuupachika hivi. Mkono wako umebakia kuupachika. Sasa umeona mkono wako umeshatengeneza vizuri, umebakia kuupachika kama hivi. Sasa watu wengi unakuta mkono umeenda nyuma hivi au umeenda mbele sana. Yaani mkono haujakaa center. Mkono unataka kukaa center. Ukikaa center hapa utatengeneza shape nzuri ya mkono. Yaani hapa ndo watu wengi tumekuwa tukifeli sana tunapokuwa tunaweka mikono yetu. Kwa mfano, huwa hatuweki mikono yetu kukaa center. Umeona hapa nilipoweka huu. Unatakiwa kukaa center. Yaani mkono hautakiwi kwenda mbele wala kuja nyuma. Unatakiwa kukaa center hapa. Utasababisha huku pia nyuma huku patakaa vizuri, huku pia hapata jivuta wala mbele hapa hapata jivuta, patakaa themusi. Na ukiweka koti yako kwenye mdoli kabla mtu hajavaa unajisifu kwamba yes, hapa nimeshona. Kwa hiyo zingatia sana unapokuwa umefanya vitu vyote hivi, zingatia pia mkono ukae center, ndio sehemu sahihi. Unajua mwili wa binadamu uko hivi, umeona hivi, hauko hivi wala hauko hivi. Binadamu hata akirelax unakuta yuko hivi, hata akifanya nini unakuta yuko hivi yani. Kwa hiyo ukiweka mkono wako kaa hivi, akija kuvaa tu yes, unakuta bomba. Kwa hiyo jitahidi sana mkono wako wa koti ukae center. Hapo ndio utakapo kuyaona matokeo ya koti lako vizuri. Utaanza kuitwa sasa Freemason. Kosa lingine la mwisho sasa, tumeshaweka kila kitu vizuri, tumeshapachika mkono, tumeshafanya nini. Sasa inakuja changamoto ya mafundi wengi maskini ya Mungu. Yaani mpaka nikiona koti huwa natamani kulia. Yaani mpaka nikiona koti natamani kulia. Kwa nini huyu mtu ameshona na amemkabidhi mteja wake koti liko hivyo? Mpaka kero. Kosa lingine ni kupiga pasi mabegi, tailor hem. Unajua kama fundi, unajua hizi tailor hem huwa zinauzwa kule mara nyingi Nigeria, zinatumika sana wapi, lakini sisi huku hatuna. Lakini hata kama hatutakiwi kupiga pasi bila, unatafuta kitambaa chako kikubwa, unakikunja, unakiweka humu kwenye mabega, then unakuwa unapiga humu, unapiga yani unapiga bila ku damage ile structure ya umeona. Kwa hiyo unajitahidi, kwa mfano kama koti yetu hii, unajitahidi unaweka kitu kwa ndani, unakuwa unanyosha bila kuharibu hii structure ya mkono, bila kuharibu ya structure. Kwa hiyo unaweka kitambaa kwa ndani, unakuwa unanyosha vizuri kabisa hivi unaweka, unanyosha. Sio unachukua lipasi lako unakuja unalibandika hapa, unaharibu hii structure, hii shape ya mkono unaiharibu. Mkono wako unaonekana hauko round. Kwa hiyo zingatia sana, unakuwa unajitahidi unashona kwa kuzingatia vitu kama hivyo. Hiyo ndo ilikuwa kushona makosa ambayo tumekuwa tunayaangalia kwenye kushona mabega yetu ili yakae sawa. Hapa ni Suit and Tailoring College. Mwalimu wako ni yule Imani Kajo. Kama ndo kwanza ulikuwa unaangalia video yako, subscribe sasa hivi, kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Kwa mfano, wiki ijayo tutaenda kuangalia makosa mbalimbali ambayo yanapatikana kwenye koti, makosa mbalimbali ambayo yanapatikana kwenye kola. Sasa hapa tutaenda unajua tumekuja juu, tunaenda kwenye kola. Tutaangalia peak lapel, tutaangalia notch lapel, tutaangalia show lapel au tuxedo lapel. Hiyo tutaenda kuiangalia. Sasa jitahidi sana uende na sisi hapa. Mwalimu ni yule Imani Kajo. Subscribe, share na like, comment ili unapata update nyingi na nyingi. Ciao.